Nashukuru Mungu sina changamoto kwa sababu sijafanya vipimo vikubwa, lakini sijaona changamoto yote zaidi ya ganzi inayokuja kwenye vidole vya mikono, vidole viwili vya mwisho, kidole kidogo kinachofuatia, lakini ganzi yangu mimi inakaa haizidi sekunde 10. Haizidi sekunde 10. Au tatizo la pili, usingizi. Mimi nikishaamka saa 9 saa 10, basi pale ni kupata usingizi kutokea mara moja sana, lakini zaidi ya hapo nashukuru Mwenyezi Mungu sina changamoto nyingine. Mimi naona vizuri, napata haja ndogo vizuri, nalala, nashukuru. Okay. Sina changamoto sana, nashukuru. Na hii naona toka baada ya kuanza hii diet yako mimi ndio imefikia hatua hii. Nashukuru sana. Okay, asante sana, Mwenyezi Mungu azidi kukulinda. Na swala la usingizi, umeamka usiku huoni usingizi, kwa vile wewe ni Muislam, chukua msahafu usome Qur'an. Kwa Mkristo chukua Bible usome, kwa sababu sometimes anakuwa ni bilisi tu. Kwa maana hiyo ukijishirikisha jambo la ibada, yule bilisi anakaa pembeni, ataona bora ulale kuliko kuendelea kufanya ibada. Kwa maana hiyo ndio solution ya usingizi. Inshallah. Asante. Okay, asante. Asante. Okay, juzi nimeangalia interview wale Mmeangalia interview wale nani wale wanaitwa Hodzabi, lile kabila lilokuwepo Arusha lile. Wale ambao sana wanalinda wanyama pori, issue zao sana kuwinda. Wanaitwa Hodzabi, sijui wanaitwaje. Na ile interview yao walikuwa wanasema Wahazabi. Wahazabi. Interview yao waliulizwa mnyama gani ambao hawali. Wakasema mnyama aliokuwa hawali ni hawa fisi. Na wakataja reason kwa nini hawali. Wakasema kipindi cha wazee wao wale mzee wao, mfano mtu akifa yule mtu anamuacha, halafu wale fisi wanakuja wanamla yule mtu. Kwa maana kwa vile wanakula mizoga ya watu, wale fisi akawa hawali. Na simba wakasema wakakuwa wanakula. Na mnyama gani wanampa tabu? Wakasema ni tembo. Na wakataja reason kwa nini wanampa tabu. Wakasema si kwa sababu ya ukubwa wa tembo, kwa sababu wanasema ile mishare yao wanaitia sumu kwa baadhi ya wanyama. Then wakimpiga ile mishare ule mnyama anazidiwa nguvu, anaanguka na kumweza. Lakini katika kesi ya tembo anakula majani. Sasa anasema wakimpiga ile mishare, kwa vile anakula majani, maana yake inakuwa ngumu yeye kufa. Maana yake kana kwamba anakula dawa alimradi asiweze kufa. Sasa solution ya vitu vingi ni miti. Vyakula hivi vya majani ni vizuri sana kwa mujibu wa lile kabila waliposema. Tembo anashindwa kumla kwa sababu hata wakimpiga mishare ya sumu anashindwa kufa, na reason yeye anakula majani direct. Hiyo ndio reason yake. Kuliko hao wanyama wengine, tofauti na wanyama wengine. Hilo jambo la kwanza. Jambo nilikuwa nataka kulirepresent kwenu ni jambo ambalo lina sababu nyingi mtu kulipata, lakini moja ya sababu ni genetic predisposition ambayo nilitaka kuielezea siku mbili za nyuma, lakini muda sikupata. Na vile vile sukari inasababisha hilo tatizo ambao mwenzenu limemkuta, na imethibitika hilo tatizo analo na limeenea kiungo chote, ambayo ni kansa ya liver, kansa ya ini, katika maradhi ambayo is very dangerous kwa zama zetu. Sasa hivi maradhi yote yanatisha, maradhi yote, yani tatizo mpaka likukuta ndo unalijua hili tatizo kubwa. Maana yake mtu akikwambia anaumwa na jino, kama lile jino hujamuona kuumwa au halija kuingia wewe huje kuumwa na lile jino, unaona ni jambo la kawaida. Unaumwa na jino utashangaa, lakini likija kukuuma ndo utajua ule mziki wake. Na tatizo lolote ni kubwa, hatupasi kuchagua hili. Yani tatizo kubwa ni lile ambalo wewe unalo, hilo tatizo ndo kubwa. Lakini actually kuna matatizo mengine tunapaswa tuyaonee huruma mara 2 au zaidi, kwa sababu ile tatizo linakuwa ni kubwa sana. Na mara nyingi mtu akilipata hilo tatizo hilo, kugive up ni 99%. Kugive up 1% tu ndio itamwezesha yeye asigive up bas, lakini kugive up ni 1% kubwa. Na kutokana na takwimu zinapoonyesha watu wengi wakiumwa na kansa, basi maisha yao yanakuwa so marefu. Na kwa nini maisha yao yanakuwa so marefu?
kwa sababu mara nyingi wanakuwa wana give up, wanakata tamaa, na hakuna zile tunasema zile therapy, dawa ya moja kwa moja kwa ukitumia dawa hii basi hili tatizo litatatuka. Sasa yupo Nairobi, tangu juzi kenda Nairobi kwa ajili ya vipimo, na mpaka leo asubuhi nimeongea naye, yupo Nairobi. Anaitwa Grace, nadhani walikuwa katika ile group la kina Kasim, Dr. Othman katika ile 7 day challenge ile. Katika grupu la kawaida, grupu alokuwemo Dr. Abu 00R, yumo grupu lile, anaitwa Grace. Kwa maana hiyo yuko Nairobi kwa sababu ya hili jambo, na imembidi kila mwezi arudi Nairobi kwa ajili ya kuchoma sindano, kwa sababu tatizo tayari limeshakuwa kubwa, na shindano yake na mugharimu, kila sindano ina mugharimu 1.3 milioni, yani milioni 1.3. Nilitaka yeye mwenyewe hapa leo awepo, at least cool down, tumpe nguvu, kwa sababu licha ya expensive ya gharama ya tatizo lake, lakini kuna ile kukosa imani na kupona lile tatizo, kwa sababu moja ya kiungo kikubwa chenye kazi nyingi ndani ya mwili, basi katika viungo vitatu ukivitaja ndani ya mwili venye kazi kubwa, basi huwezi kuliacha ini. Maana yake utasema kiungo cha kwanza ubongo, japo viungo vyote vina kazi, vinategemeana, lakini tutazungumza moyo, basi tutakuja kuzungumza na ini. Lakini viungo vyote vina kazi muhimu, lakini kuna viungo vikuumwa, la kwa lile tatizo ni kubwa. Sasa mimi nalihitaji kila mmoja aseme lolote, at least kumpa nguvu, then nitachukua baadhi ya clip, then nitamrushia, at least awe sisi tuwe faraja kwake. Tumeshakuwa ni family, kila mmoja anaishi na familia yake, lakini hatujui familia yake anaishi nayo vipi kila mmoja. Wengine familia yao mashallah wanatoa mashirikiano mazuri, kwenye sherehe wanafurahi pamoja, kwenye huzuni wanahuzunika pamoja. Lakini kuna familia nyingine kwenye sherehe wanafurahi pamoja, kwenye huzuni mtu anatengwa na huzunika peke yake. Na kuna familia nyingine kwenye sherehe anafurahi peke yake na kwenye huzuni anaachwa peke yake. Sasa kwa vile sisi tuko humu, tumekuwa family, kwa maana tutumie pati yetu ya ufamily, tumpe mwenzetu nguvu, alimradi asije akafa kwa mawazo au asije akateketea mwili wake kutokana na mawazo. So naomba unyoshe mkono, yani useme lolote kuhusu hili jambo, na kwa vile tumo wingi, upo uwezekano kuna watu wanajua, watu wana tiba nzuri za hili jambo, basi exactly tunaweza kusaidiana. Pengine mtu anajua detox kwa ajili ya tatizo hili, tunaweza tukasaidiana. Pengine mtu ana ushauri, for example ye matibabu ameenda Nairobi, lakini ukienda Nairobi tu maana yake utakaa for example lodge, tuseme hana jamaa kule Nairobi, kwa maana huenda anafikia lodge, kwa maana gharama za lodge pengine sio kidogo. Lakini sisi tuna hospitali kubwa Muhimbili ama Ocean Road kubwa, ambazo vile vile tunachukua watu kutoka mataifa mbalimbali. Nadhani tunachukua watu mpaka South Africa. Mimi nilikuwa na mdogo wangu anasumbuliwa na kansa ya damu, alikaa Ocean Road, akatoka Ocean Road akakaa Muhimbili Moisela. Kwa maana pale Moisela alikuwa watu kutoka Uganda, kutoka Ethiopia, kutoka nchi tofauti tofauti. Sasa Nairobi na Muhimbili difference variation itakuwa ndogo tu, lakini nadhani matibabu yao hayana tofauti. Sasa kila mmoja atakuwa na ushauri mzuri kuhusu hili, alimradi yeye mwenyewe apate kujisikia faraja. Karibuni. Naomba unyoshe mkono, useme lolote. Kama limekugusa vile vile useme. Kama unajua sababu ya hili tatizo la ini useme, na vipi linasababishwa vile vile tuseme, ili ikiwa mwenzetu amelipata hili tatizo basi sisi tujilinde lisije likatupata, na yeye vipi anaweza kujiokoa nalo. Naomba unyoshe mkono tafadhali ili nikupe nafasi. Mnaogopa kunyosha mikono? Jumanne karibu, kakangu Jumanne, karibu. Asante dokta. Mimi leo nilikuwa naangalia
kipindi, nadhani kama sio kwenye Instagram, basi labda itakuwa kwenye YouTube. Kuna mama mmoja alikuwa anatoa ushuhuda wa jinsi yeye alivyopona kansa. Anasema yeye ni maskini, hana kitu chochote, lakini amepona kansa. Ameponaje? Yeye anasema alianza kutibiwa Ocean Road, hapo akaanza kupigwa zile mionzi. Ni kwanza alianza na dawa, baadaye ikafika wakati wa kuchoma mionzi. Alitakiwa achome mionzi mara 8, akachoma tu mara 4. Alivyochoma hiyo mionzi mara 4, akaanza kugoogle dawa za kansa, tiba asili hizi. Kwa hiyo anasema kila akigoogle akipata, basi anatumia, anaendelea kutumia hiyo dawa. Akigoogle tena anatumia hivyo hivyo. Baada ya muda amejikuta anaenda hospitali kwenda kufanywa uchunguzi, lile tatizo limeisha, halipo tena. Na kuna wakati nishasikia vile vile kwamba tiba ya kansa, ukitaka kansa uififishe isiwe na nguvu, basi upunguze sukari, usitumie kabisa sukari. Kuna wengine mpaka wakashauriwa kwamba wale tu salad hizi zinazotushauri Dr. Masudi kwamba utumia salad. Ukiwa unatumia salad zile seli kubadilika, zinaanza kuacha, zinaanza kurudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo nadhani na yeye akiendelea kugoogle ataendelea kupata msaada zaidi kwenye matibabu ambayo yako nje ya hospitali, inaweza matibabu nje ya hospitali. Akichanganya na matibabu ya hospitali na hayo sasa matibabu nje ya hospitali, yanaweza akamfanya akapata ahueni kubwa zaidi na kwa haraka kuliko kutegemea matibabu ya hospitali peke yake. Ndio ushauri wangu. Asante kakangu Jumanne kwa ushauri wako mzuri, bila shaka ni sahihi kabisa. Kama alivyosema kakangu Jumanne, na kama ule ushauri wa lile kabila letu lile lilikuwa Tanzania Arusha kule, Ohzabe sijui. Solution kubwa ya kutoa sumu mwilini ni kula mimea. Kwa maana mimea hapa ni tutumie saladi za kutosha. Hakikisha katika mlo wako saladi haikosi, mlo wako wa asubuhi na mlo wako wa jioni. Saladi haikosi, hili jambo ni muhimu sana. Yaani inatoa sumu bila mwenyewe kujua. Mwingine naomba nioshe mkono tafadhali. Mamangu Awena sema lolote kuhusu hili. Awena. Mwenye experience na cancer. Nani mwenye experience na cancer? Dr. Angela, tuambie lolote kuhusu hili. Upo Muhimbili pale, a lot of things unavifahamu. Dr. Angela tafadhali. Hello? Hello. Hello? Karibu. Hello, tunakusikia. Asante. Mimi kuhusu kansa, mawazo yangu ni kwamba tufanye uchunguzi, igundulike mapema ikiwa bado inafaa kutibika, kama tukishindwa tukishindwa kuizuia. Kwa sababu kila mtu ana mawazo tofauti kuhusu saratani, na wengi wanafikiri kwamba saratani ikishagunduliwa ukachukuliwa kipimo ndio inasambaa, lakini hiyo sio sawa. Saratani zinakuwa na matatizo makubwa kwa sababu wengi wetu tunakwenda hospitali ikiwa imeshaenea sana na haifai kutoa kwa upande wa upasuaji. Kwa Muhimbili, wale watu ambao wanafikiri kwamba labda waende India, waende wapi, akishaandikiwa dawa zake anaweza akaja nazo na anaweza akawa anazipokea kwa pale Muhimbili. Kwa hiyo kwa mfano kwa dada Grace,
angeweza akaendelea na rejimu yake anayoitumia, lakini akawa anapewa Muhimbili. Kuna kitengo maalum ambacho wanatoa dawa hizo, na wanatoa ama wagonjwa wanaoanza ama wanaoendeleza. Wale ambao wanahitaji mionzi ni Ocean Road, ndio hospitali yetu kubwa. Lakini pia Dar es Salaam kuna hospitali nyingi ambazo wanatoa dawa za saratani. Kama mtu ameshaandikiwa rejimu yake, anaweza akaenda na dawa zake na akawa anapewa, badala ya kwenda kila mara kwenda Nairobi kwa ajili ya kupewa dawa, kwa sababu na monitoring inaweza kufanyika hapa. Nadhani niishie hapo. Barikiwa. Okay, good. Kuna kitu umesema tufanye check up. For example, mimi nataka kufanya check up. Naanza vipi? Nataka kufanya check up especially katika swala la cancer. Naanza vipi? Katika swala la kansa unatakiwa, kwa mfano ukifika hospitali unaweza ukasema nimekuja kwa ajili ya screening. Kwa mfano wanaume wenye miaka zaidi ya 45 wanafanyiwa screening kwa ajili ya prostate cancer, ambayo ni tatizo kubwa, na hiyo inafanywa katika damu tu, na inatakiwa ifanywe kila baada ya mwaka mmoja. Kama ikikutana hamna tatizo, ikionekana kuna shida, unaweza kutibiwa mapema. Kwa mfano saratani zingine kuna ambazo hazifai kuscreen, lakini ukianza kuwa na shida yoyote ile usipuuze, unaenda unachekiwa ili kuelekezwa kabisa kwamba tatizo liko wapi. Kwa wenzangu na mimi wa mama na wadada, kuna saratani ambazo zinafaa kupima. Kwa mfano saratani ya shingo ya mdomo wa kizazi ni rahisi kupima, ni rahisi kuzuia, na inatibika ikiwa ni mapema. Saratani ya maziwa pia ni rahisi kwa sababu kuna screening programs, isipokuwa wengi wetu hatuna hiyo tabia, kwa hiyo inakuwa ni vigumu. Kuna saratani zingine ambazo screening program labda zinafanywa kwa watu ambao wana historia ya familia ambayo ni wengi wana shida kama hiyo na nini, ndio ambazo zinafanywa kwa watu kama hao. Lakini wale wengine zinafanywa kutegemeana na umri na kutegemeana na shida ambayo mtu anayo. Hello. Yeah. Nilikuwa nasikia. Yeah, umesikia sijui Ni hayo tu. Good. Nimekufahamu Dr. Angela kwa mchango wako mzuri, na hii actually Dr. Masud, Naam. Unanisikia? naomba nikukatishe tu kidogo. Huyu dada Grace imefika stage ngapi kansa yake? Sijui. Sijamuuliza stage ngapi, ndio maana leo nikataka hapa awepo, lakini kila nikimwangalia hayupo, kwa sababu aliniambia kule anatumia wifi. Hiyo lochi alofikia anatumia wifi, kwa maana hilo atajitahidi kuwepo, lakini unajua sometime ile hali yake, mawazo yake yalivyo, hatuwezi kumlaumu. Lakini aliponiambia haraka haraka akaniambia tayari imeshaenea. Sasa pengine stage 3 au wahakadha, lakini inshallah tutazidi kumuuliza biidhnillah. Asante Dr. Angela kwa mchango wako mzuri, na hii ni tabia zetu sisi wa Afrika ama wa Tanzania, na mfano mzuri sisi tuliokuwemo humu, tulio wingi tumejigundua tuna sukari kuanzia 20 kwenda juu, tulio wingi. Maanake tushazidiwa, na tukienda hospitali wale madaktari wanaotupima wanatushangaa, wewe umekuja mwenyewe, tulio wingi. So tuwe tuna tabia ya kupima sukari kila leo. So sukari, yani kufanya check up at least mwaka mara moja, miaka miwili mara moja, pia sio mbaya. Mimi labda niseme nilipoanza kutumia saladi, kipindi naanza kutumia saladi, pumzi zilikuwa zinanibana. Kakuwa na hofu, mbona nishaanza kupata tatizo la moyo, tatizo nini? Yani ni kila saladi pumzi zinanibana, lakini nilikuwa sijui. Yani nikienda hapo na hapo pumzi kama
nazitafuta yani. Sasa nikaenda hospitali nikaelezea yale maelezo, dokta akanipima kipimo cha kwanza, akanipa tukupime wingi wa damu na pressure tu ya kawaida. Kupima vitu vyote viko sawa. Damu ilikuwa 11 I think. Akaniambia damu yako iongeze damu. Kaiongeza damu lakini ile hali ikaendelea. Sasa kuna kipindi nikawasili, ile hali inaondoka, nikile inakuja. Kwa maana nikajichunguza nikasema ni salad. Sasa ikakuwa naanza kutoa katika zile salad kitu kimoja kimoja. Leo nakula hichi, katika zile salad vile, leo hichi CT, nikaja kugundua nyanya zile ninazokula ndo zinasababishia ile hali. Kwa maana hiyo nikakuwa nikazitoa, mpaka leo nakula salad lakini still nyanya na ile hali haiendelee kunipata, lakini nilienda hospitali. Sasa jambo zuri, mtu akiona tofauti katika mwili wake, maradhi ni mengi. Na maradhi ni mengi, kuna siku Dr. Abu hapa alisema kuwa kuna mabadiliko ya viwanda. Kwa maana hiyo yani tumetawaliwa na viwanda. Hata wakulima wetu wanatumia zile tunasema nini fertilizer hizi kwa Kiswahili sijui zinaitwa nini, za ammonia, ambazo katika mbolea za ammonia zile za viwandani, ambao katika miili yetu sio nzuri, zile tunatumia. Maana hata ukisema mimi sili vyakula vya viwandani, lakini hii product tunayokula basi vile vile inakuwa inatiliwa mbolea viwandani, kwa maana tunaendelea kuila. Kwa maana mambo ya viwanda hayakwepeki kusema kweli. Actually hatuyakwepi, tunayatumia kila leo. Sasa mtu napotokea mabadiliko ya mwili wake, kama hatuna ile tabia ya kupima mwaka mara moja, basi tuyatengalau hili, imetokea mabadiliko katika mwili wako huyaelewi, basi tukimbilie katika kituo cha afya tupime kabla lile jambo halijawa kubwa. Mfano mimi mdogo wangu alikuwa na kansa ya damu na alikuwa anaonyesha zile stage tangu ana miaka 6, anaonyesha dalili za kansa. Sisi tulikuwa hatujui. Mpaka skuli mwalimu wake, kwa sababu mzee wangu ni mwalimu, mwalimu wake wa darasa akamfuata mzazi wangu akamwambia, mwanao anatizama TV, mbona analala sana? Aliwezi kumshtakia, akamwambia hatizami TV, sijui tu ana nini. Manake alikuwa analala darasani kupitiliza. Kwa maana ile yote ilikuwa ni dalili ya kansa, hatujui. Mpaka bahati nzuri nyumbani akapita daktari akamuona, akamwita, alikuwa na alama katika shingo kama alivimba katika shingo. Akamwita akamtizama, halafu akaja akagonga nyumbani, akamwambia mamangu, mtoto mpeleke hospitali, bila shaka atakuwa na tatizo. Ndo sisi kwa mchukua tukampeleka hospitali. Yani kumpeleka hospitali tu ndo sababu yeye kupewa kitanda. Maana yake mpaka sisi tunampeleka hospitali ile tatizo tayari limeshakuwa kubwa. Na tunampeleka hospitali mtoto ana umri wa miaka 11. Wakati dalili zilikuwa zikionyesha tangu ana umri wa miaka 6. Imagine. Miaka 6 mpaka miaka 11 ni miaka 5. Zile dalili anaonyesha, kwa sababu baada ya mimi ile tukio limetokea ilikuwa 2011, tayari nishakuwa mkubwa, ni tayari ambaye nasoma kiufupi, kwa maana nikakuwa na gogo. Sasa zile dalili tunazoambiwa zote tayari alikuwa anaonyesha zote zile dalili. Kulala ovyo, kujisikia kuchoka, mchovu, yani zote alikuwa anaonyesha. Na sometimes anachoka, tunaenda hospitali tunapoa dawa. Unajua hospitali hizi dispensary za kawaida, na homa napima kawaida, napoa dawa anarejesha. Kwa maana hatuna ile tabia ya kufanya check up. Na tungesema mfano tungefanya check up tangu kile kipindi cha mwanzo, tungejua mapema. Sasa kufanya check up ni jambo la lazima kwa kila binadamu, ni jambo la lazima. Tuwe tuna tabia, tuoshokane tena tabia za Kiafrika. Tuweke bajeti yetu angalau mwisho wa mwaka, kwa vile mfano sikukuu tunagharamika, tunapika vyakula vizuri, tunavaa vizuri, watoto tunawapisha vizuri. Basi tuweke tabia kila mwaka at least, kama una watoto 3, mwaka huu utamfanya check up huyu, mwaka unaofuata wewe, alimradi lisije likatokea tatizo tukakuwa hatuwezi kulitibu, kwa sababu gharama za matibabu is very expensive kupita kiasi, ghali. Kwa maana hiyo tukiacha na sukari, mfano na sisi tuna sukari ni beg
ambalo linabeba maradhi yote mpaka hiyo kansa ya liver. Moja ya sababu ni sukari. Ukiangalia pale, moja ya sababu ya kansa ya liver ni sukari. Kwa maana yetu tulijitaja. Bakash, karibu. Asante. Assalamu alaikum humu ndani. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba. Mie nataka tu nichangie hapo kwa uzoefu wangu. Kuna dada yangu mmoja alikuwa anaumwa hiyo kansa, lakini yeye alifanya uvimbe kwenye kizazi, alifanya uvimbe ndio ikajulikana ni kansa, lakini alichokuwa akitumia kilimponyesha, kilimsaidia sana, ni majani ya mstafeli. Anachemsha chai, majani anachemsha chai, anakunywa kila siku asubuhi na jioni, Aliacha kunywa chai yote, chai yake ikawa ni hiyo. Kwa hiyo hata siku alivyokwenda kwenye check up akaonekana ule uvimbe umesinyaa, yani umesinyaa na umekuwa mdogo, mpaka madaktari wakawa wanamuuliza unatumia na unafanya nini, lakini siri ilikuwa ni majani ya mstafeli. Alikuwa anachemsha chai ndo anakunywa. Kwa hiyo imemsaidia sana, na ilikuwa inarudisha ule uvimbe udogo, haiwezi kukua, ilikuwa inakuja kwenye udogo. Sasa labda na yeye ajaribu kunywa hiyo chai ya majani ya mstafeli, na stafeli lenyewe atengeneze juisi yake. Ni tiba kubwa sana kwa kansa, wanasema. Lile stafeli lenyewe ablend, afanye juisi, na majani yake achemshe, afanye chai, anywe asubuhi na usiku, kila siku. Inshallah Allah atamfanyia wepesi naye. Asante sana. Na upande wa majani ya mstafeli, hata mimi vile vile naunga mkono, kwa sababu hata sisi mdogo wetu tulikuwa tukimfanyia juisi ya stafeli. Tunampa makomamanga ale na ubuyu, ule unga wa ubuyu. Nadhani watu wengi wanaojua unga wa ubuyu ule, ama ubuyu wenyewe kabla, yani mbichi, haujatiwa rangi, just alikuwa anakula. Is very wonderful kwa tatizo la kansa. Kurthum meona kanyosha mkono. Dr. Abu nimemwona kanyosha mkono. Kwa maana twende kwa Dr. Abu, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hali vipi? Salama. Dr. Masudi, Naam. huyu dada kesi ilikuwa ni bora, yani ingefanya juhudi hata kesho kutwa tumpate awe live, ili kusudi mosi tumfariji na baadhi ya mambo aambiwe ili apate kufarijika. Maana amezungumza Jumanne hapo, kuna mtu amemwona Insta akielezea habari ya treatment kansa na nini, alafu amwambia agugo. Sasa huko Insta anaweza akakutana na vitu vingine vya ajabu, maana so kila kitu chochote ni perfect. Mr. Jumanne ilikuwa ni bora ingemsaidia huyo mtu, kamsaidia akaunti yake, ili akawasiliana naye moja kwa moja, iwe msaada kwake. Halafu sasa shida moja kubwa ya hivi CA, sauti Dr. Abu iko mbali, sauti. Nasema kwamba kwa mfano pale hivi shida ya CA hizi unaweza ukakuta pale Ocean Road wana deal na CA, lakini utakuta wao ndo watu wa kwanza wanawapa watu majuice. Yani kuna watu wanapeleka misaada ya juice, wao ndo wanawapatia zile juice, wakati juice ni hatari kwenye liver, kwa sababu sukari ambayo inaokwenda moja kwa maana, kuna sukari za aina tatu: kuna glucose, kuna galactose, kuna fructose. Sukari inayokwenda direct kwenye ini ni sukari ya fructose. Sasa juice inatoka hiyo sukari ya aina hiyo inakwenda direct kwenye ini, na sukari ambayo ya glucose hii ndio inakwenda kugawanywa kwenye cells, yani hii inagawanyika, kuna nyingine inakwenda kwenye kila cells. Sukari ya juice, yani juice, unapokunywa juice, kwa nini inakatazwa juice? Kwa sababu juice inakwenda direct kwenye ini, na ini lina mtindo wa kuhifadhi sukari. Sasa ukienda Ocean Road, patient wengi sana pale wanapewa hizo juice, yani hizo juice zile za viwandani. Tena unakuta wanakuja wanagaiwa pale na nini na hivi kwa misaada mbalimbali, lakini ni hatari kubwa sana
sukari na wanga ni hatari kubwa sana. Sasa vitu kama hivi anatakiwa aeleze, aambiwe kwamba kuna 1, 2, 3. Kitu kikubwa kwanza kuangalia program, afatishe programu yako hii. Ndo msaada mkubwa ambayo inakataza wanga na sukari. Wanga na sukari unakatazwa kwenye yani wewe unasimamia sukari, lakini unasimamia vitu vingi sana, maradhi ya lishe yote unasimamia. Sasa aendelee kuepuka sukari, aendelee kuepuka wanga na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinaleta shida. Inshallah atakaa sawa tu, maana tunasema hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa. Hakuna ugonjwa, sisi kwa kipindi tunasema haujafika ugonjwa isipokuwa na dawa. Atakaa sawa, Mungu atamsaidia, lakini vitu vya kuangalia ni hivyo. Labda niishie hapo kidogo. Asante sana Dr. Abu kwa mchango wako mzuri na uliosimama. Na hili hata Profesa ile jina lake nalisahau. Bakash, nikumbushe profesa gani yule? Kuna siku umemtaja jina lake ukanikumbusha. Janabi. Profesa Janabi Janabi. katika semina zake aliuliza tuna mnyama gani mkubwa hapa Tanzania, then tukajibu tembo. Wale walikuwepo katika ile semina, akauliza tembo anakula nini, akaambiwa tembo anakula majani. Akasema ikiwa tembo na ukubwa wake wote na nguvu zake zote anakula majani, wewe ni nani? Hata majani useme hayakushiki, yani mimea useme haikushiki. Kwa maana sio kweli, just in mindset tu. So hili sio kwa dada yetu Grace tu, lakini kila aliyekuwemo humu basi inampasa apambane yeye mwenyewe kulinda afya yake binafsi. Na kulinda afya yako ni kufuatilia hizi program zetu. Kama alivyosema Dr. Abu, ifuatilie hii program kihaki lillahi, iingie ndani ya damu yako. Kile tunachokuelekeza kula, kile tunachokuelekeza acha. Hata yule Profesa Janabi yeye mwenyewe anakwambia yeye mwenyewe anakula milo miwili tu. Kana kwamba katika program zetu zilivyo tunapohamasisha sisi kula milo miwili, kwa maana kila mmoja anaujali afya yake. Hivyo ndio anavyofanya. Sisi Waislamu tunamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna siku aliletwa daktari, yani alipewa zawadi. Moja ya zawadi alopewa, kulikuwa kuna mfalme alimpa zawadi. Moja zawadi alopewa alimpa daktari. Kwa maana hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapokea zawadi zote. Alipewa sijui asali, alipewa sijui mfanyakazi, kipindi kile kuna watumwa like that, masuria. Then alizirejesha, moja zawadi aliorejesha ilikuwa daktari. Na akamwambia yule daktari, akapeleka salamu kuwa sisi hatuhitaji daktari kwa sababu sisi hatuumwi. Akataja reason kwa nini hatuumwi. Akasema sisi hatuumwi kwa sababu hatuli mpaka tuwe tuna njaa. Alitaja sababu mbili. Sababu ya kwanza alisema sisi hatuli mpaka tuwe tuna njaa. Hiyo sababu ya kwanza. Manake hawaumwi kwa sababu hawali mpaka wawe na njaa. Mtu akiwa na njaa ndo anatafuta chakula anakula. Akasema hivyo. Na jambo la pili akasema na tukila hatuli tukashiba. Just ni mambo mawili tu. Hatuli mpaka tuwe tuna njaa. Ndio tukasema sisi unatakiwa kula saa 5. Saa 5 exactly wewe ushakuwa na njaa. Ukila saa 1 asubuhi, ile inakuwa ni experience. Asubuhi lazima unywe chai. Kama hakuna jambo linalokulazimisha unywe chai saa 1, huna haja ya kunywa saa 1. Kula kama programu yetu inavyosema saa 5. Tumbo tayari lishakuwa empty 80%. Ndo kula. Na usile ukashiba. Ndio maana tukasema ukila anza na salad. Huwezi ukala salad ukavimbiwa. Mfano umekula salad, umetamani na kisupu chako cha kuku ama kisupu chako cha samaki, kula salad halafu kula kisupu chako cha kuku ama kisupu chako cha samaki. After that ukishakula salad, ukishakula supu yako ya kuku ama supu yako ya samaki, basi wewe hapo ni kunywa maji tu. Na maji ni afya, asikwambie mtu yoyote. Nitatoa mfano vile vile katika sisi Waislamu. Kuna aya katika Qur'ani inasema waja'alna minal ma'i
kulla shay'in hayy, tukajalia katika maji kila kitu kikawa hai. Maanake kama una kiungo chako kimekufa, mfano kongosho lako tayari limeshakufa, limechoka, basi moja ya sababu kongosho lako lirudi katika hali yake, kunywa maji. Kunywa maji. Ukinywa maji kiwango kingi cha sukari unakifosi kitoke ndani ya damu, kije ndani ya mkojo, alafu ukitoa nje ya mwili wako. Kingi. Kwa maana hiyo, reason alizozitoa Rasulullah akasema mbili, sisi hatuumwi. Kwa maana kwa vile hatuumwi, huyu daktari tukimchukua sisi itakuwa yani kama matumizi mabaya, atakuwa hatufai. Kwa maana ikiwa sisi hatuumwi, basi huyu daktari wapelekewe watu ambao wengine wanamhitaji. Na sisi hatuumwi kwa sababu tuna mambo mawili, hatuli mpaka tuone njaa, na tukila hatuli tukashiba, tunakula kidogo na kiasi ya hali tunaacha. Na sehemu kubwa ya maradhi ya kila mwanadamu, sehemu kubwa ambacho ndo kiwanda cha maradhi ni tumbo, sio sehemu nyingine yoyote, ni tumbo. Ukila vibaya lazima utaumwa, lazima. Ichunguze wewe, ukila wali ukishiba, kupumua hupumui vizuri, lakini hakuna mtu hata mmoja akanambia nimekula salad siwezi kupumua, hakuna. Asante kwa watoto waliotoa mchango, na mchango aliotoa dada yangu Bakash, chai ya majani ya mdalasini. Ile inakuwa kama ni green tea, ni chai ambayo ni ya tiba. Maanake kila mmoja anaweza akatumia, inafanya detox ndani ya miili yetu. Na sehemu inayofanyika detox mara nyingi ni kwenye ini, kwenye figo, kote kwenye damu, kote huko kunahitajika detoxification ya kutosha. Kwa maana hiyo tusisubiri tushapata tatizo alafu ndo tukaanza kuhangaika. Tahadhari ni bora. Ikiwa majani ya mdalasini tukiyatumia hayana madhara, basi uzuri tutumie majani ya mdalasini kuliko kutumia exactly majani ya chai. Karibu dada yangu Nato. Kwa wale waliochelewa katika hii live ya leo, mara nyingi live zetu huwa tunaongelea sukari, lakini leo kutokana na kadhia ile mtokezea mwenzetu, tumewajibika kuongelea jambo ambalo limemkuta mwenzetu, lakini bahati mbaya au bahati nzuri leo yeye hajaweza kuhudhuria live kwa sababu ambazo sikufanya mawasiliano naye kabla sijaingia live. Kwa maana hiyo sikujua reason behind zilizoweza kumzuia asiingie, na amebahatika yeye kupata tatizo la kansa, na kansa yake imeshaenea katika ini. Sasa leo tunaongelea at least kuweza kumfariji yeye na kuweza kumwamsha kihisia, mindset, ili mindset yake isife. Ikifa mindset yake, basi mwili wake wote utakufa. Ndio leo tunaloliongelea. So watu wengi wametoa michango yao, lakini moja ya michango iliyotolewa, for example, Dr. Angela ametuambia tuwe tuna tabia moja ya jambo zuri la kujikinga na maradhi, tuwe tuna tabia ya kufanya check up ya miili yetu hata kama hatuumwi. Mfano, kuna vitu vingi vinafanywa check up upande wa wanawake. Saratani ya shingo ya kizazi ambacho sasa hivi hii ni nyingi kwa wanawake. Wanawake wengi wana PID, wana fungus, wana UTI, wana fibroids. Waume siku hizi wingi wana mafungus, wana PID. Zinaa sasa hivi iko open, kila mmoja anatangaza zinaa kwa upande wake. Kuingia katika vyombo vya habari, ukiingia yani kila sehemu zinaa iko nje. Kwa maana hiyo zinaa athari yake ni maradhi, moja ya maradhi ni hiyo kansa ya kizazi. Kwa maana hiyo wanawake wana uwezo wa kufanya check up ya kansa ya kizazi, kansa ya saratani ya maziwa, na check up kwa sisi wanaume prostate na tezi dume tuna uwezo wa kufanya hiyo. Tusisubiri tatizo likawa kubwa. So ushauri wa Bakash katuambia tutumie majani ya mstafeli ama juisi ya stafeli lenyewe, ni tiba nzuri katika swala la saratani. Dr. Abu kasema tukitumia program ya kwangu mimi kuhusu vyakula, program yangu mimi kwa ujumla, licha ya kutibu kisukari, maana yake inatibu magonjwa yote ambayo yanasababishwa ya kuambukizwa na yaliokuwa sio ya kuambukizwa, yanayosababishwa na hii magonjwa sasa hivi makubwa. Kwa maana hiyo shauri zote ni nzuri na kila mmoja anapaswa kujichukulia tahadhari. Na kuambia kila mmoja anapaswa kuchunga afya yake kabla halijawa tatizo kubwa. So tutaendelea kupokea ushauri kwa wengine. Please naomba unyooshe mkono utoe mawazo yako. Kurthum, mmekuwa umenyoosha mkono. Karibu Kurthum.
Kurthum, Ulinikaribisha mimi. Nato, karibu. Asante. Waalaikum. Alaikum salam. Karibu dada Nato. Ngoja Kurthum, nakuomba kidogo ni nani, utakuja Kurthum. Kurthum Nilikuwa wala nasema utakuja. Twende Nato, tuendelee Nato. Kitoka utakuja, alishanikaribisha dokta, alisahau. Nilikuwa nasema ulimezungumzia kuhusu majani ya mdalasini. so Majani ya mdalasini, mdalasini yakoje? mstafeli, nilikusudia mstafeli. Basi ulisema majani ya mdalasini, ndio sorry. tukasema yakoje, yana sura gani hayo? Aha. Na umesema kwamba tukitumia hayo majani ya mdalasini ya mstafeli na nini tunafanya detox. Je, kuna kiwango cha kufanya detox? Unaweza kufanya detox mara nyingi uwezavyo, au kuna kiwango unaweza kupata madhara tena ya kufanya detox kwenye mwili? Ndio swali langu hilo. Madhara, labda nitoe nafasi kwa wengine. Nadhani swali la dada yetu Nato tumelisikia. Unaweza kula hiki ka detox, kile kika detox, mwishoni kwa una detox hiyo. Sasa kila kitu kwa kiwango chake. Ukifanya hivyo kwa wingi na kuaje? Naomba tu kujua hapo. Nadhani mmesikia swali. Imani, karibu kakangu Imani. Changia hili kwanza la Nato, alafu tutarudi kule. Yote mimi nilitaka tu kuuliza nitaka kuuliza vitu kama viwili hivi. Haya, uliza. Kitu cha kwanza nilitaka kujua kwamba saladi mara nyingi, unajua ni mgeni zaidi kwenye hii program. Saladi mara nyingi husaidia nini? Swali la pili. Swali la pili, je, unapotumia mboga aina ya mikunde na yenyewe ni nzuri kwa wagonjwa wa kisukari? Okay, good. Asante kwa maswali yako mazuri. Haya, swali la kwanza nitabidi nikujibu mie ili Dr. Abu, kwa vile umenyosha mkono itabidi nikuachie wewe. Dr. Abu, karibu. Sasa jamani, Imani mbona mimi nimemwona muda mrefu humu ndani, anasema ni mgeni? Anasema ni mgeni, mwenyewe nimemwona muda mrefu. Dr. Abu, tumjibu. Imani yuko humu Imani huko humu, ingaje auongei, lakini Imani yupo zamani, lakini tatizo lake sio mfuatiliaji, inaonyesha. Okay. Hello, karibu daktari. Hello, tunakusikia. Nataka kuongea na mtumishi hapo, dada Nato. Detox. Naam. Kila unapotaka kufanya detox, unaweza ukafanya detox kila dakika au kila siku, kwa maana ya kwamba detox yako isiwe ya mambo ya kienyeji, yani vitu ambavyo vinaudhuru mwili wako. Lakini detox ya kufunga ni detoxification pia nzuri sana. Detox labda ya kula hizo hizo, kula hizo saladi ni vitu vizuri tu, havina shida. Lakini kama utadetoxify mwili kwa sumu, hapo itakuwa shida. Detoxification inatakiwa kufanyika mara kwa mara, kwa sababu miili yetu inakula sumu. Siku zile ulizungumzia habari wewe ya maji hapo, ukasema maji wewe hutumii maji ya chupa kwa sababu mpaka kwako. Actually nilikuwa sina muda tu wa kuongea siku, lakini nikaona una kazi kubwa sana dadangu. Kwa maana gani? Tenki la juu ya kwako hapo ya nyumba ni plastiki. Lile tenki linapigwa na jua. Hizi pipe hizi, mifereji ya maji pia ni plastiki. Ukifungulia maji pia yanatoka ya moto. Sijui unakwepaje hizo plastiki. Kwa hiyo hizo chemical hizo free radicals hizo plastiki, Dr. Abu, nakwepa kwa kutokununua. Hilo tanki sina uwezo nalo. Yale ambayo yako kwenye uwezo wangu ndio nayakwepa. Lakini najua mambo ni mengi yametuzunguka. Sasa maji unayapata hiyo tu. Ndio nakwambia hayo ya tanki yako nje ya uwezo wangu, lakini kununua maji ya dukani au nimeyakuta hapo sitanunua, kwa sababu najua yanapigwa na jua. Ndio hicho tu, lakini sio kwamba kuna mambo hata ukihewa ya sumu tu yenyewe, ukipita barabarani hewa zimejaa kibao sumu. Mwenyezi Mungu anatulinda. Yes. Nimeongea hivyo mtumishi,
kwa maana ya kwamba tumelengwa, mishale mingi sana tumelengwa, yani kila sehemu tumelengwa. Sasa detoxification inatakiwa kufanyika mara zote au siku zote, lakini detox ambazo ni salama, sizo zenye kuhatarisha. Sawa, ndio nikakutolea mifano naomba hiyo, mifano ya kuhatarisha. nikakutolea mfano kwamba kuhusu kama hayo matenki, hizi pipe za maji zinapitisha zenyewe pia ni plastiki na nini, zote hizo ndizo tunakuja tunatumia, ndo free radicals kama ameongea Dr. Masudi hapo, industrialization hizo ambazo zimekuwa Unajua Dr. Abu, hata friji yenyewe inaweza kuletea kansa na madhara makubwa sana. Friji tu hizi tunazotumia. ndio maana nikasema kwamba unatakiwa kudetoxify siku zote, lakini detoxify ya kwako iwe salama, hakikisha isiwe inadhuru. Unakuta kuna mtu anakwambia kwamba mwarobaini ni dawa. Kweli mwarobaini ni dawa, lakini ukimwangalia watu wameunguza maini sana. Tumeshakutana na watu wameunguza maini na wamekufa. Anakunywa kombe kubwa mwarobaini. Mwarobaini ukienda ukiusoma, ule mwarobaini unatakiwa kunywa kijiko cha chai. Mtu anaenda kunywa kikombe, anakunywa kombe la maji hilo, anakwambia dawa si ya nini, mambo gani, malaria. Sawa, ni dawa, lakini unakunywaje mwarobaini? Kuna mmoja wakati wa corona alisaga vitunguu vingi, anajiita Dr. Corona, na meza ama vitunguu saumu, alikufa. Akamwonyesha hata kwenye nani lake, jeneza lake. Unachokifanya unafanya kitu kwa namna gani, kwa kiasi gani? Na kwa Sawa, kiasi. Sasa detoxify, wewe fanya mwili wako kuondoa sumu kila siku, kwa sababu ya vitu ambavyo tunakutana nazo, lakini hakikisha kwamba hicho unachofanya ni salama. Salama ya kwanza kufanya detoxification ni hiyo, yani kutokaa muda mrefu pasi na kula, ni mwili automatically unaondoka sumu vizuri sana, yani unaondoa sumu vizuri sana. Kufunga kunaondoa sumu mwilini vizuri. Kula hivyo baadhi ya vitu anavyozungumza Dr. Masudi unaondoa sumu vizuri. Dada Natu, hapo kidogo nitakuwa nimekutosha. Umenisaidia na kushukuru Dr. Abu. Ninataka tu kusema hilo swala la kufunga. Unapofunga hapo, ukifungulia sasa hicho chakula unachokula, jamani, mwili unahitaji vitamins, unahitaji madini, unahitaji juizi. Sasa tunakula nini? Maanake tunaweza kukaa na njaa tukafunga tukaja kula, alafu upati virutubisho vya kutosha mwilini, mwisho wa siku unajidhuru tena. Tusaidieni tunapofungua sasa, tunaanza kula, tule nini? Tusaidieni hapo jamani. Dada Natu, naam, iko hivi, aina kuu mbili za vitamins duniani kote. Kuna aina kuu za mbili za vitamins. Kuna vitamins zinaitwa water soluble vitamins, alafu kuna fatty acid vitamins. Hizi water soluble vitamins ndio unapata kwenye hizo mboga salad anazoongea Dr. Masudi. Sawa, hizi vitamins kwanza, unapotakiwa kutengeneza mboga zako hizi, hakikisha kwanza unaziosha kabla ya kuzikata, maana ukizikata alafu ukaziosha, zile vitamins tunaita soluble vitamins zinaondoka na maji. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaziosha ndio unazikata alafu unazitumia. Alafu hizi fatty acid ni zile vitamins ambazo zinashikana na, yani zinakwenda na vitu ambavyo vya mafuta. Sawa, hizi zenyewe zinaweza zikavumilia zikiingia mwilini. Hili ni somo kidogo pana, tena litakuwa siku nyingine dokta. Kwa hiyo Natu, kwa hiyo elewa hivyo kwamba kuna vitamins aina mbili, kuna water soluble vitamins, kuna fatty acid vitamins, ambazo duniani vitamins ziko hivi. Hizi fatty acid vitamins, vitamin D, vitamin A, vitamin K, vitamin C, hivyo zina grupu lake na zinakaa wapi, tutaelezana siku nyingine. Lakini hizi za water, hizi nyingine zote ambazo ziko kwenye mboga na nini na vitu kama hivyo, vyakula ni hivyo hivyo tu dada yangu, sio kama kuna vyakula vya ajabu. Hakuna chakula cha kushuka mbinguni, maana hamna. Ni hivi vitu alivyotupa Mwenyezi Mungu. Sawa, nashukuru jamani. Okay, asanteni. Sawa. Dadangu. Mwisho nilikuwa nataka kumshauri tu dada Grace, kitu kimoja. Dadangu Grace, popote unapotusikiliza, Mungu yupo na anafanya mambo mengi, anafanya miujiza yeye Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sana sana maombi,
Kama Waislamu wana dua zao, sisi Wakristo tunamwamini Mungu kupitia Yesu Kristo kwamba ana uwezo wa kuponya magonjwa. Ninavyosema hivi, na mimi mwenyewe ninamwamini Bwana Yesu Kristo kwamba yeye ndio Mwokozi na mkombozi na mponyaji. Sisi Wakristo tunaamini hivyo, tuna Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo kwa kuamini hivyo, imani nayo inaweza kukusaidia, inaweza kukuongoza katika njia ambazo ni sahihi, ukiwa imani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndio ameumba huu mwili. Na mimi pamoja na yote hayo nina hiyo na shida mwilini na nini, lakini sala na maombi ni muhimu sana. Na Dr. Masudi alisema hapo, basi ukiamka usiku umekosa usingizi, sali, omba, hata shetani ataona bora huyu alale kuliko kuomba au kusali. Unaona eh? Kwa hiyo kuna nguvu kubwa katika kumwamini Mwenyezi Mungu, dada Grace, na mwisho wa siku sisi sote tunarudi kwake. Kwa hiyo hebu tuweke maisha yetu vizuri, tujirekebishe vizuri, tujiweke sawa na Mungu maisha yetu, kama ni mioyo yetu tumkabidhi Mwenyezi Mungu, basi mwisho wa siku yeye ndio anayeamua yote, lakini tumtegemee yeye, na yeye ndio anayesababisha ukakutana na solution yako katika maisha. Kwa hiyo usiache kuomba, dada Grace, na sisi tunazidi kukuombea Mwenyezi Mungu akupitishe katika mtihani huo. Ni hayo tu. Asante, Amina, asante, nashukuru sana, nashukuru sana. asante. Grace ameshakuja eh? Yeah, asante Pole sana Grace, Mungu dadangu akusaidie. Natu kwa mchango wako mzuri, Dr. Abu na wengineo. Na kabla sijaendelea mbele nimjibu Imani. Imani, kwanza, jambo la kwanza umenishangaza kama ulivyomshangaza baadhi wengine kusema kuwa wewe ni mgeni hali ya kuwa sio mgeni. Jambo la pili, kutumia saladi, umuhimu wake, maana yake unaepukana kuingiza sumu ndani ya mwili wako, na vile vile inasaidia kutoa sumu ndani ya mwili wako katika ile swala la saladi, na vile vile inaepusha sukari kupanda. Na katika swala mboga, unasema nakula mboga moja ya kunde, si ya mkunde, it is okay, haina madhara. Ukibadilisha sio mbaya, huna nyingine, endelea kutumia, haina madhara. Na jambo jingine, dadangu Grace, kwanza pole kwa kuhudhuria, pengine kuna mambo mawili matatu yamekuzuia. Liwakilisha lile jambo letu kuhusiana na changamoto lo kufika ama kadhi yaliyokufika, na kama tulivyoongea mimi na wewe awali kuwa ukipewa mtihani wowote, basi huo mtihani ni saizi yako, haupaswi kukata tamaa. Mtihani wowote utakaopewa ni saizi yako. Sasa hivi mtihani umepewa wewe, lakini kwa vile tupo duniani ni lazima, yani hili kila mmoja alijue, kwa vile upo duniani, usije ukasema umerogwa, usije ukasema watu wamekuonea kijicho. Kwa vile upo duniani, usije ukasema hatujakwambia. Najambia mimi nafsi yangu na kuhimiza na wewe, kwa vile upo duniani, basi mtihani ni lazima. Halafu subra ndio itaangaliwa baada ya wewe kupata mtihani. Subra unayo au huna? Usiwe mtu nje kakutukana humuwezi, ukasema mimi namwachia Mungu, yani tukakuona una subra. Subra yako bado haijapimwa. Huo ndo ukweli. Sisi katika Qur'ani tunaulizwa, hivi mnadhani nyinyi hamtojaribiwa? Nadhani nyinyi hamtajaribiwa? Alafu tunaambiwa tutakujaribuni kwa maradhi, njaa, umaskini, watoto na kila kitu tutajaribiwa. Kwa maana hiyo, kwa vile upo duniani, elewa huondoki katika hii dunia kama hujajaribiwa. Ni lazima. Rais wetu wa Tanzania, kwa vile yupo duniani, basi yupo katika majaribu. Jemedari mkuu baada ya Mama Samia, kwa vile yupo katika duniani, lazima atajaribiwa. Yani mtu yoyote, mfano Trump, rais wa Marekani, kwa vile yupo duniani, lazima atajaribiwa. Maskini, fukara, yule hana kitu, hana shilingi, hana lolote, kwa vile yupo duniani atajaribiwa. Ndio maana tukaambiwa ukipewa neema ni mtihani kwako, ukipewa ufukara vile vile ni mtihani. Vyote viwili unaangaliwa, utashukuru, utakufuru.
na tuliokuwa wingi tunafeli katika kupewa mitihani. Mtu atapewa ugumu wa maisha, atapambana, atastahamili mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, haimalizi miezi 6, ataenda kwa mganga. Waangalieni wafanyabiashara wingi wana maherizi. It mean that wanafeli katika supra. Wagonjwa wingi wana maherizi, wanafeli katika supra. Mimi nilikuwa nawasaidia wakina mama wajawazito. Kuna mama mmoja, mama yake mdogo ndo anasema ni mchawi. Mama yake mdogo, nilitumia dakika 60 kuongea na yeye. Kipindi hicho yo mama yupo Zanzibar, mama yake mdogo yupo Tanga, na alikuwa anaenda Tanga, na kaambiwa mama yake mdogo ndo alomfunga kizazi chake, kwa sababu kaambiwa na mganga. Kaambia solution wewe ni kuenda kuomba msamaha kwa mama yako. Na ule mama nilipokuwa nikiongea naye alikuwa analia at the end. Maana yake akarealize kuwa alifanya kosa. Na Mwenyezi Mungu akamjalia akapata ujauzito. Lakini alianza kunini? Kumuomba msamaha mama yake. Kwa maana hiyo, kwa vile uko duniani, elewa mtihani ni lazima. Sasa hivi dada yetu Grace amepata mtihani huu, maana yake katika chumba cha mtihani ni zamu yake. Yeye for example 7 ni form 4. Sisi tuko form 3. Akimaliza yeye, tunaingia sisi kwenye chumba cha mtihani. Ni lazima, yani ili utake usitake ni lazima. Sasa dada Grace, jambo la kwanza unatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu upo katika mtihani huu. Maana yake ukimaliza mtihani huu tayari umeshinda. Kwa maana unapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu na utapanda daraja kutoka O level kwenda katika advanced level. Lakini haimaanishi ukimaliza mtihani huu eti ndo hupewi mtihani mwingine, sio kweli. Kwa vile uko advanced level, mtihani utakaokuja wa advanced level unakuwa mkubwa kuliko uliopita. Na ukitoka mtihani huo utapewa mtihani mwingine. Ukitoka mtihani huo utapewa mtihani mwingine. Mpaka at the end tunatoka roho zetu katika duniani. Na nithibitishie mtu mmoja tu humu leo kama duniani ni sehemu ya starehe. Anithibitishie mtu mmoja tu, na kafanya starehe gani ambapo mpaka sasa hivi ile ladha ya starehe aliyoifanya katika hii dunia hivi sasa hivi ile ladha ya starehe anayo. Kama mfano amekula chakula kizuri, ile ladha kile chakula sasa hivi ipo katika ulimi wake. Kama amekunywa mfano pombe kali nzuri, ile ladha pengine sasa hivi inamstimulate katika ubongo wake. Athibitishe mtu mmoja tu. Duniani ni sehemu ya kudanganya tu. Danganya toto tu. Hapana starehe utakaofanya utaenjoy. Na ili ujue kama hapa hapana starehe, pengine ulikuwa una enjoy life halafu ukaumwa. Zile starehe zote kana kwamba hujawahi kufanya. Huzijui haswa. Pengine una pesa, una enjoy life, halafu pesa ikakatika yote, ukawa huna kitu. Kwa maana vile ulivyotumia vote unasahau. Kana kwamba hujawahi kumiliki pesa. Kwa maana hiyo ni udanganyifu mtupu katika hii dunia. Kwa maana ukipata mtihani upasi kufadhaika kwa sababu dunia ni udanganyifu mtupu. Tunasema ubatili mtupu. Ubatili mtupu, ubatili mtupu. Kwa maana dadangu Grace, jambo la kwanza unatakiwa ushukuru sasa hivi uko katika chumba cha mtihani na unatakiwa kushinda. Na mwalimu mzuri, ukimwona mwalimu kama kweli anakupenda, nadhani sote tumesoma, mwalimu kama kweli anakupenda ni ule mwalimu ambao ukikomo katika chumba cha mtihani, ukikomo katika darasa lake, anakupa maswali. Akiweka swali ubaoni na wewe anakupoint, njoo ufanye hili swali. Fanya hili swali limeshinda, anakupa wewe. Hebu njoo tufanyie. Hapa vipi? Basi huyo mwalimu atakuwa anakupenda. Lakini mwalimu yani sio kweli ati mwalimu anakupenda, anatoa example 3 ubaoni. For example, mwalimu wa mathematics, example ya kwanza anamuita mwanafunzi mwingine. Example, wewe hakuchagui, inapita wiki, inapita mwezi, halafu eti mwalimu huyo anakupenda. Sio kweli. Walimu wanawachagua vipenzi vao katika kufanya example katika darasa. Walimu wanachagua vipenzi vao katika kuwapa past paper watu wafanye solving. Walimu wanachagua vipenzi vyao katika kuwapa mitihani waifanye. Mfano huu ndo mfano wa Mola wetu. Kila anayependwa na Mola wetu ndo anapewa mitihani. Sisi katika Uislamu tumeambiwa waliokuwa mitihani mikubwa ulimwenguni basi ni mitume. Ndo waliokuwa mitihani mikubwa ulimwenguni. Na katika hii mitume, katika Uislamu kuna mitume 25.
lakini kuna mitume inaitwa ulul azmi, mitume mitano ndio ilikuwa mitihani mikubwa kuliko binadamu yoyote hapa duniani, kuliko binadamu yoyote. Halafu ikafuatia mitume mingine 20, halafu ikafuatia mitume mingine. Baada ya hao, kila mtu ambaye ni mcha Mungu anajikurubisha kwa Mola wake, basi huyo aelewa huyo ndio mwenye mitihani kuliko mtu mwingine yoyote. Kila ukijikurubisha kwa Mola wako, basi Mola wako lazima akupime. Na anakupima nini? Anakupima subra tu, sio kingine chochote. Yaani kila ukipewa mitihani huna unachopima isipokuwa ni subra. Katika Qur'ani tunaambiwa ile sura nasema wal asr, na hapa kwa asr, innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yupo katika hasara, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda wema, watawasau bilhaqi, wanaamrishana katika kufanya uadilifu, watawasau bisabir, wanaamrishana ama wanakumbushana katika kufanya subra. Hakuna jambo zuri kama subra, na ukiwa na subra basi ulimwengu unaona si chochote, si lolote. For example, mimi nina watu niliwapigia simu, nadhani humu wingi mimi mapigia simu. Mtu anampigia simu, unaongea vizuri, alafu anakutukana matusi ya nguoni. Anakuambia we tapeli, sijapata kuona tapeli mkubwa kama wewe. Mshenzi, unatengeza Ana wivu huyo, wivu mtupu evidence. umemjaa, Nasikilikana? wivu tu. Hello, nasikilikana? Ana wivu huyo, wivu. Tunakusikia, anasema huyo ana No, wivu, hapo hana hajanijua. lolote. Ni first time nampigia simu. Hajanijua. Ah, Kwa maana ananiambia we ni tapeli, okay. wizi, Alishatapeliwa hapo yeah. kabla. Lakini at the end anakuja kusema Dr. Masudi ni sahihi. Sasa mimi for example ningekuwa sina subra kwake yeye, pengine angeuliza maswali katika grupu, ngempotezea, nikamtoa ndani ya grupu, nikamnini. Lakini at the end mtu anakutukana, anakuita tapeli, at the end mnakuja kuwa marafiki. Sababu nini? Ni subra tu, sio kingine chochote. Kwa maana subra ndo kila kitu. So dadangu Grace, kwanza katika humu labda nikwambie, katika wanaopendwa na Mola wetu, maana yake wewe namba moja, umetuzidi. Sote humu umetuzidi. Maana yake sisi tunahitaji kupona sukari, ukweli haswa tunatakiwa tukwambie wewe utuombee. Kwa sababu Mola wetu wewe ndo aliyekuchagua katika hii crew yetu. Mimi sukari inanitesa. Nifanye nini? Napaswa nikupigie dadangu Grace, kila ninapofanya sukari yangu haishuki. Nifanye nini? Jambo la kwanza unishauri. Jambo la pili nakwambia dadangu Grace, katika dua zako tafadhali usinisahau. Kwa sababu katika humu wewe ndo kipenzi number 1 kwa Mola wetu. Kama vile darasani, yule anaopewa maswali mingi ndo kipenzi cha mwalimu wetu. Swali likitushinda tunamfuata yeye kabla kumfuata mwalimu. Sasa wewe humu ni kipenzi number 1 kwa Mola wetu. Sote tunapaswa wewe tuombee dua. At the end vile vile, hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan, malipo ya wema basi hakuna malipo ya wema isipokuwa wema. Kwa vile sisi tunahitaji wewe tukuombee dua, na wewe vile vile unapaswa na sisi tunapaswa kukuombea wewe dua, na dua za walio wengi basi zinakubaliwa. So ulichelewa kuingia humu, tuliwapa nafasi watu wengi kuongelea hii kadhia ambayo inahusiana na tatizo la ini, na walio wingi wametoa ushauri. For example, Dr. Angela ambao huyu yuko Muhimbili amekwambia jambo la kwanza kuhusu action zote zipo Nairobi. Kwanza naomba nikupe dakika 5, sema japo kidogo ili kila mmoja apate ku understand na ajue vipi atoa msaada wake kwake. Karibu dadangu Grace. Asante, nashukuru mwalimu. Habarini za jioni. Hivi tunavyozungumza kwa sasa hivi mimi bado niko Nairobi, natarajia kurudi kesho. Hili swala lilinianza tumbo
Nilianza kama tumbo, nikajua ni vidonda vya tumbo, hivyo hivyo. Mwaka jana mwezi wa 9 ndo ikawa serious. Nikalazwa kwenye mahospitali kama 3 4 pale Arusha. Ikatokea tu yani kama Mwenyezi Mungu, hata sielewi yani vipi. Kuna vijana tu wakaja pale kunitembelea, ndo wakaniona vile nilivyokuwepo naumwa na taabika, sipati dawa, wakanibeba. Sina udugu nao, siwafahamu kivile, lakini nafanya nao, nakutana nao tu kwenye mambo ya kazi, ndo wakanileta Nairobi. Kuna hospitali moja iko hapo Kitengela, inaitwa Kitengela Hospital. Nikalazwa pale kufanyiwa vipimo, hakuna kinachoonekana, lakini naumwa mpaka madaktari wenyewe wanashangaa, yani naumwa tumbo tu. Basi wakaamua kunifumua tumbo lote. Kufumua na wakutana na uvimbe kwenye utumbo mdogo. Utumbo mdogo ndo ulikuwa una uvimbe, kwa hiyo ulikuwa umeblock, hakuna kitu kuingia wala kwenda, hamna kwenda mbele wala nini hivyo. Basi baada ya hapo, namshukuru Mwenyezi Mungu nilipofanyiwa ile operation, kutokana na gharama na nini, ikawa yani imeshakuwa gharama ni kubwa, shafika kama milioni 10. Sina hapo bado, hata sijatolewa nyuzi, ikabidi niombe tu discharge, nikarudi Tanzania hivyo hivyo nikiwa na nyuzi zangu, nikapewa siku 9. Baada ya hapo nirejee tena, nikarudi baada ya zile siku 9, nikaja nikatolewa nyuzi, nikarecover vizuri kabisa, yani haraka. Lakini sasa zile ile uvimbe walioutoa kwa umepelekwa maabara. Basi walipopeleka maabara, imechukua kama almost mwezi au mwezi na kitu. Wakasema sijui unapelekwa Nairobi, baada ya hapo wakasema unapelekwa South Africa. Then baadaye nikaona nimepewa sasa transfer kuja huku Kenya West Hospital. Kakutana na daktari wa kansa, akaniambia mimi ni daktari wa kansa. Kutokana na uvimbe uliotolewa ulikuwa unaonekana kuna 1 2 3, kuna dalili za kansa, kwa hiyo kuna vipimo nataka ufanye. Hiyo ilikuwa tarehe 29 mwezi wa 2. Mwezi wa kwanza nafikiri kama sio wa 2. Basi nikaelekezwa kwenda huko HCG, nikafanya hiyo PET scan, kaenda kafanyiwa, nikaambiwa nirudi baada ya wiki 3. Ndo nilirudi jana. Sasa kufika pale, daktari ananiambia kwanza, kweli umeonekana una kansa, lakini kansa ulionayo, mimi nilikuwa na wasiwasi sana itakuwa imesambaa tumboni, lakini cha ajabu tumboni hakuna shida yoyote, kwenye utumbo yani hakuna shida yoyote, lakini inaonekana imesambaa kwenye ini. Kapata shock, nilishtuka sana, nisiwe muongo hapo. Kwa hiyo ni baada ya kunieleza vile, sikuwa tena na akili hata ya kumuuliza swali lolote, yani nilijikuta tu kama vile nimechanganyikiwa. Hapo tena akaniambia unatakiwa uanze sindano. Hii sindano utakuwa unachoma kila mwezi katika maisha yako yote. Nakumbuka tu nilimuuliza ni shilingi ngapi, akaniuliza una bima, nikamwambia hapana, mimi kwa sababu sio wa huku, sina bima ya huku. Akaniambia itabidi ujipange, hii sindano sio chini ya 100,000 plus ya Kenya. Yaani hapo nikazidi tu kuvurugikiwa. Alafu yeye mwenyewe tena akageuka akasema, ila kuna kitu sijajiridhisha, kuna kipimo nataka ufanye tena. Kumbuka ile raundi ya kwanza nilivyokuja, baada ya vile vipimo ilikuwa nije nianze matibabu. Akasema tena hajajiridhisha, niende huko kwenye hiyo PET scan pamoja na kipimo cha gani sijui cha damu. Jana tena anasema tena hajajiridhisha tena. Akaandika kabisa hiyo sindano, alafu baadaye akasema hapana, kabla hujaanza sindano kuna kipimo nataka tena ufanye. Hicho kipimo unatakiwa ucollect mkojo ndani ya masaa 24. Kwa hiyo hilo zoezi unatakiwa ulianze leo, yani jana. Sasa nikapiga mahesabu masaa 24, mimi nimetokea Tanzania huko hivyo. Basi nilienda labu, nikakubaliana na yule mtu wa labu kwamba nianze leo saa 12 alfajiri mpaka kesho saa 12 alfajiri. Kwa hiyo hapa nilipo ndo niko kwenye hilo zoezi. Ila nilikuwa kama nimechanganyikiwa kidogo, nikamwandikia dokta message jana, yani sikuweza kumshirikisha kwanza mtu wa nyumbani,
kwa sababu mamangu ni mtu mzima sana, ana shida ya uono, nikaona tu nitazidi kumchanganya. Dadangu naye ni mtu wa kupaniki, kwa hiyo nikajikuta nimetafuta room hapa karibu na hospitali, nimekuja nimejifungia, nimelia we. Mimi sikuweza kula kitu chochote jana, yaani ile alfajiri kuona simu ya Dr. Masudi nikaona kama vile yani kuna gunia la misumari nilikuwa nimebeba kutokana na yale maneno alionieleza na nini, nikaona kama vile yani kuna mzigo mzito sana ulikuwa kwenye mabegi yangu nimeushusha. Alinishauri mambo mengi, ndo akaniambia niamke, nioge, nisali. Basi nikajikuta tu nimepata nguvu ya ajabu yani. Halafu kuna kitu kwenye moyo wangu kwa kaniuliza, kwa nini daktari ameahirisha hii sindano mara ya pili? Kwa nini? Basi nikajikuta nazungumza mwenyewe chumbani kwa sauti, naambia Mungu, wewe ndio ulioniumba, wewe ndio unajua, mimi sijui kitu chochote, siwezi kitu chochote, na kama huu mtihani wewe ndio umekubali uje kwangu, ina maana umeona kwamba naweza, na haya machozi naomba yawe ndio ya mwisho. Sitalia tena, bali na kuamini na nakutegemea wewe Mwenyezi Mungu, ndo utajua kama ni hiyo sindano, kama ni nini, kama ni mambo ambayo si ya kwako, basi hata nitakapopeleka hichi kipimo cha mkojo basi kiende kikawashangaze kutokana na majibu watakayopata. Basi nikaamka Amina. nikaamka, kuna mchungaji mmoja nikakumbuka namba zake, nikampigia, tukaanza kuomba. Kwanza hakuomba, aliniambia hebu nipe dakika chache. Baadaye akanirudia akaniambia, nimemuuliza Mungu niombe nini juu yako? Mbona mimi sioni kama hili tatizo katika ulimwengu wa roho? Mbona sioni hili tatizo kama lipo? Mbona kama ni shetani tu anataka kujiinua hapo katikati, akupe hofu, akuchanganye, uone kama vile yani mwisho wako umefika? Hebu ingia magotini pa Bwana, omba. Baada ya muda akanipigia na akaniambia tumeunda grupu la wachungaji, tumeamua kuingia kumuuliza Mungu hichi kitu ni kitu gani? Mbona hatukioni hichi kitu? Mbona hatuoni kama yeye ameruhusu, ameachilia huu ugonjwa? Endelea kuomba, na kesho kabla hujapeleka hilo dumu la mkojo tuombe kwa pamoja, alafu tunakuhakikishia kwamba hivi Mwenyezi Mungu ataenda kuonyesha miujiza yake na Amen. hutaamini. Basi nakwambia Haleluya. dokta alikuwa ameshaniuliza hichi kitu ni share na watu, ngambia haina shida, nitaje jina, ngambia yani mimi niko tu, yani niko sawa. Na hivi ninavyozungumza hapa, kuanzia kile kilio nilicholia cha jana usiku kucha na ile asubuhi wakati naongea na dokta, yani naona nimepata nguvu, machozi yamekatika, yani najiona yani nimepata nguvu mpya. Haleluya. Hongera Amen. sana Grace. Amina. Kwa hiyo Sasa lakini Grace, ngoja hapo hapo nikuulize ndugu yangu, ni hapo ndio hapo ndo umepata majibu au umetafuta second opinion ukapima na kwingine au ni hospitali hiyo hiyo? Manake sehemu vipimo nilofanyiwa vinatofautiana. sehemu nilofanyiwa operation ni Kitengela Hospital. Vipimo vilipelekwa lab Nairobi pamoja na South Africa, majibu yakaja ya kufanana. Nikatumwa sasa huku Kenya West kuja kukutana na daktari wa kliniki ya cancer. Nilipofika tena yeye mwenyewe tena ndo akasema kwamba hayo majibu na kutuma tena sehemu nyingine, akatuma sehemu zingine 2 tofauti. Majibu ndo hayo nimeyaleta jana. Jana ndo yeye ananiambia kwamba tumboni kunaonekana kwenye upande wa utumbo hakuna kitu chochote, hakuna shida yoyote, lakini nilichokiona mimi ni kwenye ini. Ndio Lakini nasema pia kwenye ini pia utafute second opinion. Hiyo unavyosema ini hapo Kenya. Huku Tanzania je, vipimo vya kwetu huku? vipimo vya huko sijafanya kwa sababu kipindi hicho cha maumivu nilizunguka hospitali Mount Meru, sijui NSK, sijui kwa daktari nani. Yaani nilikuwa sijapata msaada wowote. Wananiambia tu hivi, wewe hatuoni shida yako, nenda tu kwenye maombi. Kwa hiyo hata huo uvimbe nilifanya CT scan Mount Meru pale, wanasema sasa nilipokuja Nairobi wanashangaa, wanasema uvimbe mkubwa hivi unafanyia CT scan alafu hauonekani. Okay. Kwa basi Hilo swala nikajikuta la tu ini.
Ini cheki tena na ushauri tu, yani ucheki tena ini lako kabla hujaanza Ndio. kutumia madawa makubwa hayo. Naam. Labda sasa sijui Muhimbili au wapi sasa? Kwa Arusha hapa Ndio labda humo au tunaweza kupata ushauri kwamba upate second opinion kuhusiana na ini lako. Je, Haya, kweli lina kansa asante dada Natu, au ni kitu kingine? asante Grace kwanza kwa presentation yako ilikuwa nzuri na imenyooka, na vile vile nikupe hongera kwa sababu everything ni imani. Ikiwa imani yako inasema umepona, basi umepona. Hivyo ndivyo ilivyo. Mtu yoyote anapona kwanza saikolojia yake. Kwa saikolojia imepona, basi na kila kitu kitaenda. Yaani vile utakapowaza, basi ndio itakapokuwa hivyo hivyo. Kuna msanii mmoja anaitwa nani, Afande Said, anasema aliwazalo mjinga ndilo litakalomtokea. Maanake mjinga ka represent mtu yoyote tu. Ukiwaza positive, basi kitakachokuja ni positive. Ukiwaza negative, kitakachokuja ni negative. So jambo hili kwanza, kutokana na mindset yako Grace, maana yake ushapona kwa 60%. Kilichobaki ni strategies tu. Okay, nimkaribisha Dr. Abu, naona alinyosha mkono, halafu nitamkaribisha Dr. Uthmani aseme lolote, halafu nitamkaribisha Dr. Angela. Yusuf, Kile ulichotuongelea saa zile kuhusu dada yetu, ama kumpa procedures mpaka afike Muhimbili ama Ocean Road, utatusaidia. So Dr. Abu, karibu kwanza. Hello, dada Grace, habari yako? Nzuri dokta. Habari yako dada Grace? Nzuri kabisa dokta, habari za kwako? Salama. Kwanza pole na yote. Asante, nashukuru. Kama alivyoongea Dr. Masudi kwamba hakuna ugonjwa usiokuwa na dawa. Halafu vile vile unachotakiwa kuondoa tu hizo stress na nini, kila kitu kitakaa sawa. Amen. Mimi nilikuwa nataka nikuulize kitu kimoja. Kwa hiyo wamekuwa proved kwamba ini ndio lenye kansa, au ndo mpaka kesho ndo utapata jibu kwamba kansa tayari imeonekana? Yaani mpaka sasa hivi kansa haijaonekana au imeonekana kwenye ini? Imeonekana kwenye ini. Imeonekana kwenye ini. Ndio. Kinachosubiriwa kesho ni nini? Nachotakiwa kesho ni kupeleka huu mkojo ambao nimeambiwa nikusanye ndani ya masaa 24. Dokta mwenyewe anasema sijui kuna kitu gani anataka ajiridhishe, alafu ndo nianze sindano. Na amesema hiyo kansa iko percent ngapi? Kulingana na makaratasi yani mimi jana pale nilichanganyikiwa, sikuweza lakini kulingana na nilivyopitia hizi karatasi nimeona kama ameandika primary folia. Nichukue hapa. Primary cancer. Sasa tukiani huko mambo ya kitaalamu haya mimi sijui. Ila hii nimeweza nikatuma. Maana yake nimescan hizi document naweza nikatuma hapo ukaona. Sawa. Sasa dadangu, naam, yani wala usiwe na hofu wala usiwe na shaka yoyote. Kama alivyozungumza Dr. Masudi, watu wote hapa tuko pamoja na wewe kukusaidia kwa hili na lile. Na kuna watu wamesema kwamba sijui Dar es Salaam sijui nini kwa afya. Kwa mimi ninavyoelewa kwa afya, yani unaposema Tanzania manake ni Dar es Salaam. Yani ni Muhimbili. Unaposema nje ya Tanzania ni Nairobi na South Africa. Sasa huko Nairobi labda sijui tu hiyo hospitali sijejua ni hospitali gani au ina uwezo gani, lakini kwa Nairobi hakika kwa afya wako juu zaidi ya kwetu sisi, na ndio maana wameweza kwenda kugundua huo uvimbe ambao wanasema ulikuwa hauonekani huku tu. Cha msingi ni kuona kwamba labda kama yuko hospitali ambayo yuko zaidi ya hapo. Sawa. Hiyo hospitali inaitwa the Nairobi West. Nairobi West. Yeah, wanasema ni hospitali ambayo iko advanced kidogo, especially kwenye mambo ya cancer. Aha. Sawa sawa. Kuna baadhi ya vitu hapa sisi Dar es Salaam au Tanzania hapa sasa hivi ndio vitu vimeanza kuja, yani tumeanza kupata vitu ambao watu wengine wanaweza wakaja huku kwetu, lakini vitu vingi tulikuwa tukitegemea Nairobi, South Africa, India.
Sasa tu cha kufanya ni kuwasikiliza hayo majibu ya kesho, halafu sasa sijui nao ndo unaondoka kesho, sijui tunaweza kuongea Yaani tena kesho. nikipeleka huu mkojo, majibu yatatoka baada ya wiki 2. Baada ya wiki 2. Basi pamoja na majibu kutoka baada ya wiki 2 na Ndio. counseling zingine zikiendelea na maombi na bado kwenye group. Sukari na hilo tatizo lilianza lini wewe? Kitu kilichoanza ni kipi? Sukari. Ilianza sukari. Na kwenye group umeingia lini humu kwa Dr. Masudi? Mwaka jana. Mwezi ngapi? Sio, ilikuwa mwezi wa 9 ule, kitu kama hicho, au wa 10 hapo. Okay. Sasa ni hivi dadangu, kwa haraka tu ni kwamba yani kensa, sukari, yani maradhi haya mengine ya utapiamlo ya lishe, vyote huwa vinaondoka kwa programu hizi pia. Na kitu yani hizi programu za Dr. Masudi hizi za kufunga, za kufanya nini, kwanza kufunga kuna tafiti moja anaifuatilia ambayo inasema kwamba unapofunga baadhi ya maradhi mengi yanaondoka. Mojawapo ni hiyo cancer. Yaani nafikia mwishoni nadhani, lakini epilepsy inaondoka kwa kufunga, na hata hiyo cancer pia inaondoka pia kwa kufunga. Sawa? Kwa hiyo kuna mfungo tiba, kuna nini. Kwa hiyo usihofu dadangu, utapata treatment vizuri, utakaa sawa, mambo yatakuwa mazuri. Niwaachie wengine waongee, muda naona umeenda. Amen. Asante Dr. Othman. Dr. Othman, umewahi kufungua mic? Maana ilikuwa nishaeka nia sikuruhusu tena kwa sababu naangalia muda saa 5:15. So I give you just 2 minutes. Jitahidi sizidi. Asante sana. Habari za leo. Salama. Napenda kukupa pole dada Grace kwa yaliyokutokea. Hii ni mitihani tu ya Mwenyezi Mungu. Panapo majaliwa ni kupambana, kujitahidi, kufuata maelekezo, na uhakika utafanikiwa katika hili. Mengi watu wengi wameongea, japo ulikuwa haupo, lakini kulingana na muda hata clip unaweza ukatumiwa ukasikiliza, lakini yote walioongea wengine wote ni mazuri, nashukuru, yanaelimisha na yanasaidia. Kikubwa tu nisiongee mengi, ni kukutakia kila laheri, endelea na matibabu, ila kumbuka Mwenyezi Mungu yupo, ondoa stress. Kila jambo lina muda wake na kila jambo ni kulipa muda tu. Ndani ya muda kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Asanteni sana. Amina. Asante Dr. Othman kwa ushauri wako mzuri kwa dada yetu Grace. Grace, kuna mambo ambayo ulishauriwa just na kutoka muhtasar, na humo watu wameshauri kutumia majani ya mdalasini. Majani ya nini? Mstafeli. Sorry, napenda kusichana na kutumia mdalasini, I don't know why. Lakini tumia majani ya mstafeli kama ni chai yako, 2 3. Utayafuatilia then uangalie, lakini hayana madhara kwa sababu hata mtu yoyote anatumia kama vile mchaichai na hakadha. Na jambo jingine, pendelea kutumia stafeli kula. Nzuri sana. Na hii sio kwa Grace tu, kwa yoyote. Pendelea kutumia stafeli, ni tiba nzuri kwa tatizo lolote la kansa ama seli ambazo zina maambukizi ya kansa. Na jambo jingine, samahani kidogo, mastafeli sio wenye changamoto za sukari tunakula? Alafu una changamoto ya sukari. Sorry. Tumia majani tu basi. Kama una changamoto ya sukari, nitalifuatilia glycemic index yake. Nitalifuatilia kama glycemic index yake iko chini ya 40, maana yake tutaruhusika kutumia. Lakini kama kuanzia 40 kwenda juu halina haja. Mimi natumia, halinipandishi sukari dokta, na nilishauliza hapa. Uliuliza na tukajibu unatumia, si ndio? Na nilikuwa fariki kwa hiyo mara najua nilikuwa natumia muda mrefu sana. Nakumbuka matunda tuliyowakataza nadhani ni 5 tu: papai bivu ambayo glycemic index yake 51, ndizi mbivu vile vile 51,
Jingine nini? Tukasema tikiti maji ambayo glycemic index yake I think 75. Embe, Tukakataza nanasi. nanasi, tukakataza sijui baadhi ya zabibu, lakini matunda takriban Embe. mengi tukaruhusu. Embe tumekataza, lakini matunda Mi, mengi tumeruhusu kwa sababu glycemic index yake matunda mengi yako chini ya 40. mi nafanya smoothie yake hiyo nini stafeli, lakini hainipandishi. Okay, good. Tutazidi kulifuatilia zaidi. Lakini Haya, vile vile alikuwepo Dr. Angela, lakini kulingana na muda hautoshi, maana saa 5:15 leo live yetu imekuwa kubwa. Amesema hata kama unafanya vipimo pengine Nairobi, lakini kuna ile connection, mfano matibabu yako yanapitia for example Ocean Road ama Muhimbili, maana yake wewe huna haja ya kwenda Nairobi kila mwezi, maana yake zile information zako zinaletwa Muhimbili ama Ocean Road. Yeye atatoa ufafanuzi zaidi nitakapokuunganisha naye, lakini vile vile nadhani kupata huu mwanga tayari ni tiba. Sasa huna haja kabisa. huumwi tena, ukweli umeshapona, kwa sababu alopotea njia ni Amina. yule alopotea njia akaenda mabondeni, halafu hajui nirudi vipi. Lakini umepotea njia Amina. halafu ukajua njia ya kurudia na njia ya kwenda unapoenda, basi wewe hujapotea njia. Kwa maana naona kila kitu kitaenda vizuri. Nadhani Amina. progress. Na kama alivyokuambia mwanzo, unajua kukupa pole kulingana na mtihani, vile vile tunapaswa kukupa pole, lakini kukupa hongera kwa vile umeingia katika chumba cha mtihani, na anayekufanyia mtihani ni Mola wako, na atakayesahihisha pepa yako ni Mola wako, basi tunapaswa kukupa hongera, kwa sababu hii imani sasa hivi umetuzidi, upo juu kuliko sote. Nadhani Amina. Amina. so, kuwa na nguvu, akili yako irudi. Najua Mola wako anakupenda, ndio maana amekuchagua wewe, kwamba leo jisikie happy, jisikie furaha. Ikiwa mama tukakuchagua wewe, kila kitu anakupa priority, ama mwalimu wako kila kitu anakupa priority, je, Mola wako? Na Mola wako yuko juu, anaangalia maisha yako yote. Yaani Mola wako hii ni filamu tu unaishi. Unajua hapa duniani sote tuko katika filamu, na ili filamu tayari limeshatungwa mpaka mwisho wake, kwa maana sisi tunapita katika zile vipande vyetu tu vya filamu. Nadhani mmenifahamu Grace. Amina, nimekufahamu vizuri dokta. Leo lala usingizi mnono, usingizi ni tiba, na inshallah kesho utapeleka hicho kiwango cha mkojo, utarudi nyumbani, na panapo hai na mzima majibu yatakuja mazuri. Lakini hiki kipindi uko nyumbani, basi mambo mawili usiyasahau ambayo ni muhimu sana: sadaka na kujiombea dua na kufanya mambo haya. Sadaka, jiombea dua, fanya mambo mema. Unashangaa hilo tatizo halionekani tena, kwa vile mwanzo Tanzania halijaonekana, na unaweza ukarudi huko likawa lisionekane tena. Amina. Na pia tunakupenda dada Grace, tunakuombea. Asante, nashukuru. So muda umeenda, saa 5:20 tayari tumeliwakilisha vizuri ishu yetu ya dada Grace, na inshallah tutaendelea kwa pamoja mpaka atakaporudi nyumbani, mpaka ile itakapofika tamati. Na jambo la pili, tulikuwa tumetoa ofa ya 7-day challenge, lakini nafasi moja tayari imeshamaliza, na nikasema ikimaliza nafasi hii tutatoa virutubisho kwa watu 10, ambapo vile virutubisho vya 400,000 tutatoa ofa ya 200,000 kwa watu 10, na insha Allah itaanza kesho. Then ikimaliza hii tutatoa vile vitabu, vile tutatoa vitabu kwa watu 10. Kwa maana tuombe dua hivi virutubisho vimalize ndani ya siku 2, ili then tutoe ile ofa ya vitabu. So kwa haya machache nikutakieni usiku mwema, lakini usisahau kupiga screenshot, kutuma ndani ya grupu ili ukamhamasisha na mwenzako. Mfano, ukiwa sio mshiriki, ushiriki katika hii familia yetu, maana yake unaweza ukapata mtihani na sisi tukashindwa kukusaidia katika hii familia. Kwa maana hiyo usiache kupiga screenshot, zile screenshot zako ndo zitakazokulinda. Ushiriki kwako sote tunajuana. Mfano Imani kasema yeye mgeni, lakini na tukathibitisha kuwa sio mgeni, sembuse mimi. Kwa maana usiache kushiriki live, itakusaidia sana. Kwa haya machache, kutakieni siku mwema. Thank you.